Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na miongoni mwa yale tuliokuwa nayo ni kundi la wapiganaji la Kipalestina la Hamas linazidi kujipanga zaidi, na wakati huu linaanza kufungua mlango wa kuajiri tena takribani wapambanaji 30,000 ambao inadaiwa kwamba wapo katika mafunzo kwa ajili tu ya mapambano dhidi ya serikali ya Benjamin Netanyahu, serikali ya Israel. Wapiganaji hao wa Hamas ambao walianzisha mapambano mnamo Oktoba 7 mwaka 2023 baada ya kuuawa kwa viongozi wao, lakini pia baada ya kupambana na hatimaye baadhi ya maeneo kuwa chini ya mamlaka za IDF, kwa maana jeshi la Israel, wameamka tena wakati huu na wameamua tena kuanzisha mafunzo kwa vijana nchini humo, na hatimaye karibia vijana 30,000 wanadaiwa huenda wakaingia katika jeshi hilo la Kipalestina la kundi la Hamas. Chanzo cha Palestina ambacho hakikutajwa kimesema kuwa kikosi cha Hamas cha Izzuddin al-Qassam kimefungua mlango kuajiri takribani vijana 30,000 zaidi huko katika ukanda wa Gaza. Hata hivyo, chanzo hicho kilidai kuwa wengi kati ya vijana hao 30,000 walipata mafunzo ya awali katika kambi zinazofanyika kila mwaka na kwa siri na brigedi za Izzuddin al-Qassam. Waajiri hawa wa wapiganaji hao wanakosa utaalamu, lakini wote wamepitia mafunzo ya vita vya msituni kwa kutumia makombora ya kukinga vifaru na kupanda IED. Lakini mnamo Januari imeripotiwa kuwa Hamas walikuwa wameajiri wapiganaji 15,000, na imeripotiwa pia kwamba shirika hilo limeajiri wapiganaji 25,000 na wengine 20,000 katika maeneo tofauti katika miezi michache iliyopita. Hamas imerejesha nguvu zake nyingi kwa kuajiri vijana ambao baadhi inadaiwa kwamba hawakupata mafunzo, lakini wachambuzi wa mambo wanasema kwamba kuna maeneo ambayo kundi hili hutengeneza vijana wao. Kundi hili lipo katika mataifa mengi katika ukanda wa Mashariki ya Kati, na hivyo kupitia mataifa hayo vijana hao wamekuwa wakipata mafunzo, na ndio maana kundi hili kamwe halitoweza kuisha. Hamas wakati huu imerejesha nguvu kubwa sana, imeajiri vijana wengi ambao wanakaribia 30,000, na anadaiwa kwamba kuna vijana wengine ambao wapo mafunzoni wakati huu. Kundi hili linadaiwa na Marekani kwamba limekuwa likipata mafunzo kutoka Iran, na Iran ndio ambao imekuwa ikifadhili mafunzo ya vijana ambao ni wengine ni wa Palestina katika ukanda wa Gaza, lakini wengine ni kutoka katika mataifa mengine, na inadaiwa kwamba mataifa kama vile Misri, Jordan, lakini pia Lebanon na maeneo mengine yanadaiwa pia huchukua vijana wao na kuwaingiza katika kundi hili ama katika jeshi hili la wapiganaji wa Hamas katika ukanda wa Gaza. Hamas imerejesha nguvu nyingi kwa kuajiri vijana wa umri wa kati ambao wanapata mafunzo kupitia maeneo hayo, na kundi la Izzuddin al-Qassam ndio kundi pekee ambalo linatoa mafunzo kwa vijana hawa wa Kipalestina, lakini pia na Waarabu wengine kutoka maeneo mbalimbali wanaojitolea kwa ajili ya mafunzo na mapambano dhidi kile wanachokiita jihadi ya mapambano dhidi ya Israel. Haya yanajiri wakati IDF imetangaza kufikia takribani malengo 150 ya Hamas siku ya Jumamosi katika juhudi za kubomoa miundombinu ya kile wanachokiita ni ugaidi juu na chini ya ardhi. Zaidi ya hayo, Hamas inakabiliwa na msukosuko mkubwa wa kifedha kwa vile haina fedha za kuwalipa wanachama wake, na hii ni kile kilichoandikwa katika gazeti la The Wall Street Journal ambalo limeripoti Alhamisi likiwa nukuu maafisa wa kijasusi wa Kiarabu. Lakini baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba kundi hili halikuwahi kuishiwa fedha, kwani bado lina vyanzo vinavyoweza kuipatia fedha, na ni mataifa hayo hayo ya Kiarabu ambayo kwa namna moja ama nyingine yamekuwa yakiungana wakati mwingine na Marekani, na inadaiwa kwamba Qatar, Misri, lakini pia Jordan na mataifa mengine ya ukanda wa Mashariki ya Kati yamekuwa yakifadhili kundi hili la wapiganaji wa Hamas. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amesisitiza kuwa hayuko tayari kujisalimisha kwa Hamas kwa kuhofia umma wa Israel. Alisema siku ya Jumapili kwamba sitajisalimisha kwa wauaji, sitajisalimisha katika hatari ya umma. Ikiwa tutakubali madai yao, mafanikio yote makubwa tuliyoyapata yatapotea, Netanyahu alisema katika hotuba yake siku ya mkesha wa sikukuu ya Pasaka.
Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini pia ni kusii tu uendelee kuwa nasi bila kusahau kulike, bila kusahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Nami ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.